Ni msimu mwingine wa kilimo cha pamba mwaka huu wa 2025 2026. Katika majira haya ya Januari mwaka huu 2026, wakulima wako mashambani kwa ajili ya kumwagilia dawa za kuua wadudu wasumbufu wakiwemo jawachane. Nimezungumza na meneja wa kiwanda cha Alliance Ginnery ambacho kinajihusisha na kilimo cha zao hili la pamba, ambapo pia ni katibu mkuu wa chama cha wanunuzi wa zao hili la pamba. Boaz Ogola ameweza kutoa ujumbe mahususi kwa wakulima, umuhimu wa kuzingatia elimu wanaopewa na maafisa kilimo katika uchanganyaji wa dawa na matumizi sahihi ya muda wa kupulizia ili kuwalenga wadudu na kuweza kuangamiza zaidi. Lengo ni kuongeza uzalishaji wenye tija kama inavyosisitizwa na Bodi ya Pamba Tanzania TCB, ambapo imekuwa ikisisitiza wakulima kuzingatia elimu ili kuongeza uzalishaji na kuondokana na masuala ya malalamiko ya bei ndogo wakati uzalishaji wa mkulima ni mdogo. Niseme tu kwamba wakati nzuri na wakati huu ndio wakudhibiti wadudu waharibifu. Wakati sisi kama wanunuzi wa pamba tumepata agizo kuchukua dawa kwenye bohari ya Mwanza na tunafikisha vijijini, na niseme tu wanajali wakulima kwa sababu kipindi cha nyuma na siku za nyuma tuliona uharibifu kiasi kikubwa sana ya mazao, lakini kwa mwaka huu nafikiri bado wamejipanga vizuri. Pamoja na mwaka jana walijaribu, lakini mwaka huu naona wamejipanga vizuri zaidi na vitu kama hizo. Lakini kwa sasa hivi ni muda mwafaka wa kudhibiti hao wadudu waharibifu, na mara nyingi tumeshuhudia maeneo hayo wakati kama huo ndio mkulima anapoteza zao lake kutokana na wadudu waharibifu. Kama jazi limekuwa changamoto sana, na chawajani pia imekuwa changamoto sana. Kwa hivyo kwa sasa hivi ujumbe wangu kwa wakulima, tutumie fursa hii vizuri sana. Ndio wakati wa kupulizia na ndio wakati wa kudhibiti hao wadudu waharibifu, lakini pia kuzingatia maelekezo ya wale wataalamu ambao wamepewa. BBT, Bodi ya Pamba na Wizara ya Kilimo wamefanya kazi kubwa sana kuja na hii program ya BBT. Ni kwamba walimu wako kule vijijini, kwa hivyo wazingatie maelekezo ya hao wataalamu ambao wamepewa, lakini kikubwa ni kuchangamkia uchukuaji wa dawa kwa wakati na kupulizia kwa wakati ili tunusuru pamba yao, lakini pia kuongeza uzalishaji kama tunakusudia. Lakini wadau hawa wa zao la pamba wamekuwa chachu muhimu sana ya maendeleo ya zao hili, ikilinganishwa kwamba wamekuwa wakitoa elimu muhimu. Nini cha kufanya mkulima? Ni kwamba tija bado ndogo, hana kitu cha kuuza. Kalima pamba kapata kilo 200, hata ukimlipa shilingi 3000 huyo mkulima hujamsaidia. Kwa hivyo kikubwa sasa hivi ambao tunakipigania sasa hivi, na ndio sababu unaona serikali imegharamikia mambo mengi sana, pamoja na kuleta program ya BBT, ni kufanya mkulima apate tija kwenye uzalishaji wake. Mkulima wetu kama anaweza kupata kilo 600 mpaka 1000, 2000 ambao inapatikana kwenye nchi zingine, nina uhakika hii swala la kulalamikia bei haitakuwepo tena, haitakuwepo. Badala ya kumpa mkulima bei ya 1500 wakati ana kilo 200 tu ya kuuza kwa eka moja. Hivyo niseme tu kwa kikubwa ambao tunapaswa tukipigania na tija, na tukipata tija tumeokoa mkulima wetu. Lakini usitoshe, teknolojia ya molasses trapping inatoka Alliance Ginnery na ikaonekana ni jambo njema na serikali ika approve, na sasa hivi imeenea nchi nzima. Kwa hivyo sisi kama Alliance tunaendelea kujituma kwa namna hiyo, kushirikiana na serikali na wakulima na wadau wengine kuhakikisha uzalishaji unaongezeka na teknolojia inasambaa vijijini. Nini cha kufanya mkulima? Mkulima anapaswa azingatie elimu anayopewa na afisa ugani au maafisa wa BBT ambao wamesambazwa katika maeneo ya vijijini kwa wakulima wa zao hili la pamba. Nikiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Kasoli, wilaya Bariadi, mkoani Simiyu, mimi ni Sita Tuma na hii ni STV.